Taarifa ya dharura kutoka kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo imetikisa nchi ya Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli kali iliyotolewa na chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu kuzuia ujumbe wa kamati ndogo ya haki za binadamu ya Bunge la Ulaya kuingia nchini Tanzania imefungua tena mjadala mkubwa kuhusu hali ya demokrasia, uhuru wa kisiasa na mwelekeo utawala nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Taarifa hiyo iliyosainiwa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, imeibua mjadala mzito ndani na nje ya Tanzania, huku wadau wa siasa wakitafsiri hatua hiyo kama ishara nyingine ya kuongezeka kwa mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani. Na katika taarifa hiyo, Chadema ilishtumu serikali kwa kile inachokiita jaribio la kujificha dhidi ya uchunguzi wa kimataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Tanzania. Kauli hii imekuja wakati ambapo Tanzania imeendelea kukosolewa na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu kuhusu matukio ya kupotea kwa watu, kukamatwa kwa wanasiasa upinzani, kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa na kile kinachoelezwa kuwa mazingira yanayozidi kuwa magumu kwa wanahabari na wanaharakati wa kiraia. Taarifa ya Chadema haikuishia tu kwenye suala la ujumbe wa Bunge la Ulaya kuzuiwa kuingia Tanzania. Pia ilimlenga moja kwa moja Rais Samia Suluhu Hassan kwa madai ya kuhalalisha ukandamizaji dhidi ya vijana wa kizazi cha Gen Z na wakosoaji wa serikali kupitia matamshi yake wakati wa ziara ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Kauli hii imeibua tafsiri nyingi za kisiasa ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, hasa ikizingatiwa kuwa vijana wa Gen Z wamekuwa nguvu kubwa ya kisiasa mtandaoni na mitaani katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki, hususan Kenya. Na kwa miaka hivi karibuni nchi ya Tanzania imekuwa ikijaribu kurejesha taswira yake kimataifa baada ya kipindi kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za kiraia. Rais Samia alipoingia madarakani mwaka 2021, kulikuwa na matumaini makubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kwamba Tanzania ingeanza ukurasa mpya wa maridhiano ya kisiasa na mageuzi ya kidemokrasia. Na katika miaka yake ya mwanzo madarakani, Samia alionekana kulegeza baadhi ya msimamo mikali ya kisiasa. Aliruhusu mikutano ya kisiasa ya vyama vya upinzani ambayo ilikuwa imezuiwa kwa muda mrefu, akaanzisha mazungumzo na viongozi wa upinzani na hata kukutana na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu baada ya kurejea nchini kutoka uhamishoni. Hatua hizo zilionekana kuijengea Tanzania upya uhusiano mzuri wa mataifa ya magharibi pamoja na taasisi za kimataifa, lakini hali hiyo imeonekana kubadilika taratibu katika miezi hivi karibuni, na kumekuwa na malalamiko mapya kutoka kwa wanaharakati, asasi za kiraia na baadhi ya mabalozi wa nchi za magharibi kuhusu kukithiri kwa matukio ya vitisho dhidi ya wakosoaji wa serikali. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakikamatwa au kufunguliwa kesi za kisiasa, huku serikali ikisisitiza kuwa hatua hizo zinafuata sheria na siasa hazihusiki. Suala la ujumbe wa Bunge la Ulaya kuzuiwa kuingia Tanzania sasa linaonekana kuongeza mafuta kwenye moto huo wa kisiasa, na wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri mahusiano ya Tanzania na washirika wake wa Ulaya, hasa katika kipindi ambacho nchi hiyo inahitaji uwekezaji wa kimataifa, misaada ya maendeleo na ushirikiano wa kiusalama. Na kwa upande wa Chadema, taarifa hiyo pia inaonyesha namna chama hicho kinavyojaribu kujijenga upya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao, na baada ya miaka kadhaa ya migogoro ya ndani, kukamatwa kwa viongozi wake na kupoteza ushawishi katika baadhi ya maeneo, chama hicho sasa kinaonekana kutumia hoja ya haki za binadamu na demokrasia katika kama silaha kuu dhidi ya serikali ya CCM. Na ndani ya Chadema, suala la kuonyesha msimamo mkali dhidi ya serikali
limekuwa muhimu sana katika kurejesha imani ya wanachama wake waliokuwa wakihisi chama hicho kimelilegeza mapambano baada ya mazungumzo ya maridhiano na serikali. Kauli kali dhidi ya Samia Suluhu Hassan inaonekana kulenga kuimarisha upinzani wa kisiasa na kuonyesha kuna chama bado ambacho kina uwezo wa kuikosoa serikali bila uoga. Aidha, chama hicho kinaonekana pia kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa kwa kuhusisha taasisi kama Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mjadala huo. Na hii ni mbinu ambayo vyama vya upinzani barani Afrika vimekuwa vikitumia mara kwa mara pale vinapodai kunyimwa nafasi sawa ya kisiasa ndani ya nchi zao. Hata hivyo, ndani ya Tanzania kuna kundi la wananchi na wanasiasa wanaona kuwa hatua ya kuomba shinikizo kutoka nje inaweza kutafsiriwa kama kupeleka migogoro ya ndani kwa mataifa ya kigeni. Wafuasi wa serikali wamekuwa wakisisitiza kuwa Tanzania ni taifa huru lenye mamlaka ya kufanya maamuzi yake bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, suala hili linakuja wakati ambapo chama tawala tayari kinakabiliwa na presha kubwa kutoka wananchi kuhusu hali ya uchumi, ajira kwa vijana na matarajio ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Na serikali imekuwa ikijaribu kuonyesha picha ya utulivu wa maendeleo kupitia miradi mikubwa ya kimkakati, lakini upinzani unaendelea kusisitiza kuwa maendeleo hayawezi kuwa na maana bila uhuru wa kisiasa na haki za msingi. Na wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa serikali inaweza kuwa na hofu ya kuongezeka kwa uchunguzi wa kimataifa kuhusu hali ya kisiasa nchini wakati uchaguzi mkuu unavyokaribia. Na katika historia ya Tanzania, serikali zote zimekuwa makini sana kuhusu namna nchi inavyotazamwa kimataifa, hasa katika masuala yanayohusu utawala bora na haki za binadamu. Kauli ya Chadema pia imeibua maswali kuhusu uhusiano kati ya Tanzania na taasisi za kimataifa za haki za binadamu zilizoko Arusha, ikiwemo Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Na kwa miaka kadhaa sasa, Tanzania imekuwa kwenye mvutano wa kisheria na baadhi ya taasisi hizo, hususan baada ya kuondoka kwa tamko linaloruhusu watu binafsi kufungua kesi moja kwa moja katika Mahakama ya Afrika Mashariki. Hatua hiyo iliyokosolewa sana na wanaharakati wa haki za binadamu waliodai kuwa ilikuwa kurudi nyuma kwa juhudi za uwajibikaji wa kimataifa. Sasa suala la kuzuiwa kwa ujumbe wa Bunge la Ulaya linaonekana kuamsha tena mjadala huo wa zamani kuhusu uwazi wa serikali kwa taasisi za kimataifa. Na kauli ya kumtaja Rais William Ruto katika taarifa ya Chadema nayo imeongeza uzito wa kisiasa katika mjadala huo. Na Kenya kwa sasa inapitia kipindi kigumu cha kisiasa kutokana na maandamano ya vijana wa Gen Z wanaopinga sera za serikali na hali ya uchumi. Serikali ya Kenya imekosolewa kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji, huku baadhi ya viongozi wa Afrika Mashariki wakionekana kuunga mkono hatua kali za kudhibiti maandamano. Na kwa kuitaja ziara ya Ruto na matamshi ya Samia, Chadema inaonekana kujaribu kuunganisha mjadala wa Tanzania na kile kinachoendelea katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki kuhusu nafasi ya vijana, uhuru wa kujieleza na nguvu ya mitandao ya kijamii katika siasa za kisiasa. Na katika miaka ya hivi karibuni, vijana wamekuwa na nguvu kubwa ya kisiasa barani Afrika. Kutoka maandamano ya Kenya, Uganda, Nigeria hadi Senegal, kizazi kipi kimeanza kutumia mitandao ya kijamii kuhamasisha mabadiliko ya kisiasa, na serikali nyingi zimekuwa zikihofia nguvu hiyo mpya ya kisiasa ambayo haiendeshwi na vyama vya jadi pekee. Na swala hili linaweza kuwa na athari kubwa kisiasa ndani ya Tanzania na katika miezi ijayo, ikiwa serikali itaendelea kukosolewa kimataifa kuhusu haki za binadamu, basi inaweza kujikuta kwenye presha kubwa ya kidiplomasia, huku upinzani ukitumia hali hiyo ya kujijenga kisiasa mbele ya wananchi. Ni hayo tuliyokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa Kenya Scope.
Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji, kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kugeuza ama kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa zaidi.